Ali ibn Abi Talib alizaliwa ndani ya Al-Kaaba tukufu. Haikuwahi kuzaliwa mtu yoyote ndani ya Al-Kaaba wala baada yake pia, na mwisho wa maisha yake pia ikawa ni kwenye kibla kitukufu. Allahu akbar, Allahumma salli. Huyu ndio Ali ambaye Bwana Mtume anamweka kwamba yeye ndio mizani ya imani na nini na kufru. La yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa kafir. Kwa hivyo katika munasaba kama huu tunapata fursa hii ya kuweza kuwajua viongozi wetu. Miongoni mwa propaganda ambazo zinaendelea kwamba hawa watu tusiwataje ni kwa sababu tusiwafahamu. Kwa sababu unapoweka utaji wa mtu bila shaka utachimba ndani alikuwa nani, alikuwa anaishi vipi, alikuwa amebeba nini. Lakini kwa sababu watu wanataka kumjalia ni mtu wa kawaida ili watu wengine iwe ni rahisi watu wengine kuwapitisha mbele. Kwa hivyo sisi kama mashia wa Ali ambao Mtume wa Mwenyezi Mungu alimwambia ya Ali anta wa shi'atuka fil janna au anta wa shi'atuka humul faizun, kwamba wewe na mashia yako ni watu wa peponi au wewe na mashia wako ni watu ambao wamefaulu. Kuna falsafa kubwa ya Ali ibn Abi Talib kuzaliwa ndani ya Kaaba, watu hawataki kuizungumzia. Na ndio maana miongoni mwa lakabu yake peke yake ambao anastahili tu kuitwa Ali ibn Abi Talib ni Amirul Mu'minin. Hakuna mtu mwingine ambaye anatakana kuitwa Amirul Mu'minin. Hata watoto wetu tunaowazaa